Naomba mtu mmoja aniombee. Mtu mmoja simame aniombee. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa ajili ya wakati mzuri ambao tunasikia neno lako ambalo ni chakula cha uzima. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Bwana uliyemwandaa kwa ajili ya kutulisha neno lako la uzima. Tunaamini Bwana utamtumia vile unavyotaka. Bwana ukajaze hekima na maarifa ya kiungu. Ukamtumie Bwana kadri ya upendavyo. Tuko tayari Bwana kusikia neno lako. Ikaachilie mabadiliko katika maisha yetu. Nazuia na kufunga kila mawazo ya ibilisi. Naenda kinyume na kila milango ya kipepo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na alika uwepo wa Roho Mtakatifu utawale na kufunika mazingira yote. Ni katika jina la Yesu Baba tunatamani kusikia kwako. Amen. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Marko sura ya 3 mstari wa 27. Sura ya 3 Marko mstari wa 27. Naomba mmoja asome. Soma Marko sura ya 3 na mstari wa 27. Biblia inasema, hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawezi mtu kuingia ndani ya mtu mwenye nguvu. Bwana asifiwe. Amen. Hicho kitu ni kirefu sana. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Bwana asifiwe. Amen. Narudia tena. Hawezi mtu kuingia kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Shule ya wanafunzi tumejifunza habari za Roho Mtakatifu, na kwenye michango yetu tumechangia na tukaona yaani umuhimu wa Roho Mtakatifu, wa Roho Mtakatifu, wa Roho Mtakatifu, na inawezekana huko nyuma tumejifunza kazi za Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu, umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye kanisa, umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye huduma, umuhimu wa Roho Mtakatifu hata kwenye ndoa, hata kwenye ujana, hata kwenye ubinti. Bwana asifiwe. Bila Roho Mtakatifu tukasema haiwezekani. Impossible. Kuna possible, alafu kuna impossible. Bwana asifiwe. Haiwezekani kama hiyo nguvu hauna. Haiwezekani ukaenda kuhubiri Injili. Haiwezekani ukaenda kumshuhudia Kristo mtaani. Haiwezekani ukasimama kwa ajili ya kazi ya Mungu ukaifanya sawa sawa. Haiwezekani ukapata ujasiri wa kwenda kusimama ukawasema wachawi, ukawanyanyasa wachawi, wakati mwingine ukawatukana wachawi. Haiwezekani. Mpaka tukasema uwe na ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio uwezesho, ndio msaada wako wewe. Bwana asifiwe. Na mahali pengine huwezi kufanikiwa kitu chochote mpaka kama unataka mali ya kawaida, unataka kufanikiwa, ni ngumu kufika kwenye mafanikio unayoyatarajia kama Roho Mtakatifu huna. Ni ngumu sana. Kabla sijaendelea hapa, ngoja niwaambie kitu. Yaani kuna wenzetu, ni wenzetu unaona wana mafanikio na mapesa na mafanikio na mafanikio na mafanikio na mapesa na mapesa. Uliza njia zao.
uliza njia zao, uliza njia zao. Njia zao ni ngumu, ni mbaya. Ngoja nikwambie, una nguvu ya Mungu. Unaona? Hebu soma hapo sura 18 ile. Waliokuwepo kwenye mkesha nilisoma, nilinukuu hilo andiko. Mathayo 18 na ule mstari wa 18. Na Mungu inasema, amini nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Anayesema hivyo ni nani? Yes. Ni Yesu. Anawaambia nani? Wanafunzi. Bwana asifiwe. Wanafunzi kabisa, wale aliokuwa nao ndio anayewaambia haya. Unaona? Ndio anawatazamisha kwamba ninyi ndani yenu kuna nini? Kuna nguvu. Unaona? Kuna nguvu. Hiyo nguvu unapoitumia, unaona, Mungu anajua kwamba unatumia hiyo nguvu. Bwana asifiwe. Huwa anajua kwamba unaitumia hiyo nguvu yake. Bwana Yesu, kuna yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka mingapi? Miaka 12. Unaona? Miaka 12. Yule mwanamke kwa imani, maana watu walikuwa ni wengi na alikuwa anatamani apone. Unaona? Alishanyanyaswa sana. Yaani kwenye imani, akatumia imani akasema, "Yaani nitapenya hapa kwa shida, kwa taabu, nitapenya mradi tu nigusa angalau pindo la vazi la Bwana Yesu." Unaona? Kwa imani, alitumia imani. Kweli akapenya, watu wamejaa, akaenda akagusa lile vazi. Kugusa tu, akapona pale. Unaona? Yaani akawa mzima pale. Damu ikakauka pale. Yesu akasimamisha shughuli alizokuwa anaziendesha pale. Akasema, akaanza kutazama hivi. Unaona? Na wenyewe wanafunzi wenyewe wako kwenye tension fulani. Akasema, kuna mtu amenigusa. Wanafunzi wakaingiwa na mshangao, wanaambia, "Bwana, huu umati mkubwa namna hiyo unasema kuna mtu amekugusa? Maana kila mtu anakugusa hapa." Akasema, "Nasema hivi, kuna mtu amenigusa. Aliponigusa, nimeona nguvu imenitoka. Huyo mtu amenigusa." Hawakuelewa somo wanafunzi wale. Bwana asifiwe. Ukimgusa Yesu, unaona? Ukimgusa Yesu, na yeye anajua kuna mtu amenigusa. Bwana asifiwe. Ukiwa na nguvu, ukitumia ile nguvu, huwa anajua kuna mtu anatumia ile nguvu yangu, kuna mtu anaitumia. Bwana asifiwe. Kuna connection, na ndio maana anasema lolote utakalolifunga hapa duniani, na kule Mungu anafanya nini? Anafunga. Maana yake kuna mawasiliano. Kwenye ile nguvu iko mawasiliano. Nguvu ambayo utakuwa nayo wewe na nguvu alionayo Mungu, kuna mawasiliano. Unapofanya huduma, unapoomba, unapofanya kitu chako ukiwa na imani, unatumia na ile nguvu, kuna mawasiliano na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapoomba, unapokemea wenye mapepo, unaona pepo linaondoka. Hakuna anayeondoa pepo, sio wewe. Anayeondoa pepo ni yule Jehova, ndo anaondoa lile pepo. Ameona ile kazi unaifanya na ile nguvu imekutana na nguvu yake, anasema sasa pepo afadhali liondoke, na amuru liondoke. Unaona? Anayeondoa sio wewe, sio nguvu yako wewe. Ile nguvu iko connected na nguvu ya Mungu, na Mungu mwenyewe. Ile nguvu iko connected na Mungu mwenyewe. Ndio sasa kile kitu kinatii. Kile kitu kinatii. Kile kitu kinaondoka. Na ndio maana tunahimiza nguvu ya Mungu, tuwe na Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Wakati mwingine kuna mambo nakuta hayataweza kwenda kwenye maisha yako. Elimu 7 unayo. Tena unayo ya kutosha kabisa. Lakini kuna vitu ambavyo ungetamani ufike, kuna mahali ambapo ungetamani ufike kwenye mafanikio, kwenye maendeleo, unaona? Lakini ufikii hizo ndoto. Kwa nini wakati mwingine ufikii hizo ndoto? Kuna kitu kimepungua. Bwana asifiwe. Kuna kitu kimepungua. Ndio maana
Yaani sisi ujanja wetu wote, niwaambie, wewe si umeokoka? Yaani ujanja wako wewe wote, okoka utakapookoka. Sijui umeokoka kwa mtume, sijui umeokoka kwa nabii, sijui kwa askofu nani. Ndugu, okoka vyovyote utakavyookoka, usipokuwa na Roho Mtakatifu, aseni zero. Nakwambia ni zero. Ni zero kabisa, nakwambia. Yaani utaonewa tu. Utaonewa tu. Shetani atakuonea tu. Maana akikuchungulia hivi, sawa na kuona umeokoka, lakini huna ile nguvu ya kumzuia yeye asikuonee. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Marko anasema hivi, hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Hivi unawezaje wewe kwenda kumfunga huyo jamaa hivi tu? Utawezaje? Ni lazima uwe na nguvu. Bwana asifiwe. Sio ya ugali. Hii nguvu inayotajwa hapa ni nguvu nyingine ya Mungu. Bwana asifiwe. Uwe nayo hiyo, ndio unaweza kufunga. Kuna maeneo yanatakiwa kufunga, unaona. Kuna falme unatakiwa kuzifunga, kuna mamlaka unatakiwa kuzifunga, unaona. Kwenye Yeremia tulinukuu kwenye mkesha, Yeremia ile sura ya kwanza kabisa mstari wa 10, unaona. Sura ya kwanza kabisa mstari wa 10 tulinukuu andiko hilo, unaona. Sura ya kwanza mstari wa 10, unaona. Sura ya kwanza mstari wa 10, maandiko yanasemaje hapo? Yeremia 1 na ule mstari wa 10, neno la Mungu linasema, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana asifiwe. Wewe unaweza kung'oa ufalme wa giza kama huna nguvu ya Mungu. Unaweza kung'oa, unaweza ukaubomoa, unaweza ukauharibu, unaweza ukauangamiza kama huna nguvu ya Mungu. Ni hatari iliyoje! Yaani nikwambie, ni hatari iliyoje. Mimi nina ushuhuda, tumeshazika mpaka wachungaji. Mpaka wachungaji tumezika, unaona. Amepigwa, amerushiwa jini, unaona. Jini limemshinda, limemweza, unaona. Siku moja nilikuwa pale Kerege, kwa watu walioko Dar es Salaam pale wanaojua ramani ya Dar es Salaam. Nilikuwa Kerege kwa mchungaji mmoja anaitwa mchungaji Mwaipungu, unaona. Mwambungu, sio Mwaipungu, Mwambungu. Ana kanisa pale Kerege pale, unaona. Yeye ni rafiki yangu. Sasa siku moja likatumwa jini, ilikuwa mchana kweupe kama radi. Akiwa nyumbani amekaa kwenye mti kwenye kivuli hivi, akasikia mlindi, ikapita kama bomu. Ikaenda kumkuta mbuzi, anafuga mbuzi chali. Mbuzi akawa na mwaga damu puani na mdomoni, akakauka pale pale, unaona. Lakini lilimkosa yeye, unaona. Lilimkosa yeye lilimkosa yeye. Alafu akamwambia, mshukuru sana Mungu wako. Wewe una Mungu wewe. Yaani kuna wachawi wajeuri, yaani anakuja kabisa kukuambia, yaani wewe una Mungu. Mshukuru Mungu wako wewe. Chukeni Mungu, mbuzi akaenda kumfukia. Unaona? Jini limetumwa. Huna nguvu ya Mungu, linakukuta. Unaona? Linakuua. Yeremia anaambiwa ashughulikie hizi falme, unaona. 1:10 anasema, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Napanda, unajenga ufalme wa Mungu, napanda ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Hana Mungu, hana hiyo nguvu Yeremia. Mungu angemwambia akashughulikia haya mambo, asingemwambia. Bwana asifiwe. Hai.
Msisitizo mkubwa wa Bwana Yesu katika Injili ya Marko ni namna ya kumshinda shetani. Ukisoma Injili ya Marko, msisitizo mkubwa kwenye Injili hii ya Marko ni namna ya kumshinda shetani na nguvu zake na mapepo. Ndio hii Marko 3:27 tunayoisoma hii. Bwana asifiwe. 3:27, ngoja nirudie tena hapo uone huo msisitizo. 3:27 nasema hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Ndugu, kuna vitu vimeshikiliwa, kuna vitu vingine vimeshikiliwa na falme za shetani, vimeshikiliwa na falme za shetani. Fedha zimeshikiliwa na falme za shetani, mali zimeshikiliwa na falme za shetani. Unaona, ukienda kwenye madini huko, madini yameshikiliwa na shetani. Mimi nimeshawahi wakati fulani kujiingiza kwenye masuala ya madini. Nilirudi nyuma mwenyewe kwenye madini. Hapa hakuna ambaye amejaribu kuingia huko kwenye madini. Yaani si wapendwa wote, hakuna aliyewahi kujaribu. Ukiingia tu kwenye anga hizo ndiko unakutana na shetani live. Mayai ya bundi, sijui kitu gani, sijui matambiko, sijui kitu gani. Nikona siku moja wale jamaa rafiki zangu wale wakanipeleka Kigogo. Unaona? Twende Kigogo bwana, kule kuna jamaa wana madini na Morogoro. Twende Kigogo, tukaenda Kigogo, kumbe kwa mganga wa kienyeji. Yaani yeye ndo atufanyie mambo ili twende Morogoro tukachukue madini mahali fulani. Mimi nimepita maisha mengi, msinione ufupi huu. Yaani nimepita maisha mengi. Kule ndani kulikuwa na mercury. Nani anajua mercury? Mercury ikiwa kwenye dumu la lita 5, hakuna anayeweza kuibeba hapo. Dumu la lita 5 lile huwezi wewe kuinua kutoka hapo. Dumu la lita 5 imejaa mercury. Ukaambiwa inua hapa, inua, huwezi. Hayo ndio madini ya mercury. Nikayakuta pale kwenye kachupa. Unaona? Chupa kama ya nusu lita hivi. Ndio akaniambia hii ndio mercury inapatikana wapi? Morogoro, ndio tunafuatilia hiyo. Unaona? Mimi nikajaribu kuinua ile chupa hivi. Mkono ni kama unataka kukatika. Ni mzito. Yaani hata ile nusu sijui kama inafika nusu lita. Ni mzito. Nikasema, hii ndio mercury. Akasema hii ndio tunakwenda kuifuatilia. Ukipata kachupa kale kasisi ngapi kale, ninyi madaktari unaambia ni milioni 70. Ndio nakwambia hiyo ndio inatetemeka namna hiyo tukaipate hiyo. Sasa unaendaje kuipata? Ndio waganga wa kienyeji ndio wanaenda kukutengeneza ili ukaipate. Kwenye milima ya Morogoro miamba inapasuka alafu ndio inavuja hiyo. Sasa tukaambiwa kuna mahali kuna mwamba umepasuka. Unaona? Sasa Wajerumani wametega birika, inabidi tufanyiwe matambiko hapo. Ndio twende kule kwenye birika la wale Wajerumani walioliweka tukachukue ile mercury. Nikaangalia mambo, nilitoroka. Nikasema ndio madini yalivyo namna hii. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wapo watu wa Mungu wanaoyapata hayo madini na wakaendelea na biashara za madini. Wapo waliookoka. Bwana asifiwe. Bila matambiko, bila uganga, bila nini. Lakini ninaamini hao wana Mungu. Wana nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Nakwambia usipokuwa na nguvu ya Mungu huwezi kufanikiwa. Utafanya biashara. Utashangaa biashara haiendi. Alafu nashangaa mataifa tu, unaona? Ingine hata darasa hana. Yaani biashara zinamwendea. Ana nguvu nyingine. Bwana asifiwe. Sisi tunatakiwa tuwe na nguvu ambayo imezidi zile nguvu zao. Ndio tutafanikiwa. Niwaambie tusipofika hapo, kufanikiwa ni ngumu. Ni ngumu.
tusipokuwa na hiyo nguvu, tukafunga vitu vyao kwa mamlaka ya jina la Yesu, tukavifunga, unaona, tukafunga maeneo ambayo wametufunga, tukafungua tukiwa na nguvu. Mungu anajua, anafungua na yeye anafungua. Bwana asifiwe. Niwaambie, Ukristo sio mwisho. Bwana asifiwe. Yaani kuitwa wewe umeokoka ukafikiri ndio umemaliza, ndio umeshinda. Bado tuna kazi nyingine, na ndio maana Yesu akaona hao wanafunzi hawa kina Yohana, kina Petro hawa, kina Yakobo, kina Andrea hawa, kama sio Roho Mtakatifu kazi ya Mungu haitaenda duniani. Mungu alilifahamu. Sasa kazi ya Mungu haitaenda. Yaani hawa ndio wataishia hapa. Unaona? Na kazi yenyewe ndio itaishia hapo. Kuna umuhimu hawa watu kuwahuisha, wapate nguvu mpya, Roho Mtakatifu ashuke juu yao, ndio watafanikiwa kuifanya kazi ya Mungu. Na ni kweli siku ya mwisho wakiwa wamekaa wanasubiri hiyo nguvu, siku ya 50 Pentekoste, Roho aliposhuka ilikuwa ni kivumbi. Ndipo wanafunzi wa kwanza wanashuhudia miujiza ya kutisha ikitendeka kupitia huduma walizokuwa wanazifanya. Bwana asifiwe. Maana Petro ndo alisimama kwa ujasiri mkubwa kuanza kuhubiri kwa mara ya kwanza. Waliokoka watu wangapi? Biblia inavyosema 3,000. Watu 3,000. Alafu kibiblia zamani kwa sheria za kizamani, unaona, za Kiyahudi, unaona, unaambiwa wanawake walikuwa hawako kwenye hesabu na watoto walikuwa wanahesabiwa wanaume tu. Yaani zaidi ya watu 3,000 waliokoka siku hii moja. Wewe unafikiri kuokoka watu ni rahisi sana? Kuokoka watu sio rahisi. Kunahitajika nguvu. Bwana asifiwe. Kunahitajika nguvu ya kuweza kuwatoa wale watu kule waliko. Siku hii mahali pa kawaida. Sio mahali pa kawaida. Hebu tafakari wewe ulivyookoka. Sijajua ninyi wenzangu, lakini mimi nilikuwa nimegubikwa, unaona? Nilikuwa kwenye kilindi, niko kwenye lindi huko. Yaani nimezamishwa huko. Maana sikuzama mwenyewe. Nimezamishwa huko. Kama ni kwenye matope, nimebaki kichwa tu. Ndio nilikuwa huko. Hakuna aliyeweza kunitoa huko. Mimi mwenyewe sikuweza kujitoa huko, kujinasua huko. Yesu peke yake ndio aliyeninasua. Bwana asifiwe. Ndio aliyeweza. Ile nguvu alionayo ndio akanitoa kule. Roho Mtakatifu ni msaada. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ni msaada kwenye maisha yako. Ni msaada, watu wa Mungu. Usipokuwa na Roho Mtakatifu, nikwambia utaonewa. Uonevu wa shetani upo tu nje. Utaonewa. Kuna watu wengine mnaowaona makahaba, msifikiri ni wao, wameonewa. Yaani kuna nguvu unatupiwa. Unaona? Unatupiwa ile roho la uzinzi. Unaona? Unashangaa ujielewi tu. Unaona? Huwezi kulala mpaka uingie kwenye hiyo hoja ya uzinzi, ndio ukalala usingizi. Kuna wengine wanatupiwa, unaona, roho la ulevi, au sijui ninyi hamjawahi kuona. Yaani mtu anakunywa pombe mpaka mahali pa kupita kunywa pombe. Yaani hata kutembea hawezi. Na anakuambia asipokunywa pombe ni kama anaugua. Ni kama anaumwa. Ili asiugue inabidi aende akanywe pombe. Ndio ni kama anapata uzima. Lakini katupiwa hilo lidude. Bwana asifiwe. Mwingine anatupiwa lidude. Huku kuna lidude linaitwa parakuta. Unaona? Yaani parakuta hiyo maana yake yaani wewe ni parakuta. Yaani hakuna utakachokipata. Hakuna utakachofanikiwa. Lima, unashangaa mafanikio ni madogo.
Fanya utakapofanya, mafanikio ni madogo tu. Fanya kazi za ofisini, unapata mshahara, unashangaa unachokifanya hakieleweki. Palakuta hiyo. Unaona? Umeshatupiwa palakuta. Alafu unajua wengine palakuta yao. Oh, halo. Habari za leo bwana. Oh, ndio umeamkaje bwana? Habari za familia, alafu unaongea haraka. Habari za familia bwana. Sio nini. Tayari ameshakamata hapo, ameshakuwekea palakuta kwenye mkono wako. Kile unachofanya hamna. Ni wajanja kweli kweli. Siku moja nilienda kwenye msiba mahali fulani. Unaona? Kuna mtu ambaye nilifanyia naye siku nyingi. Ni mtu mzima. Unaona? Katika kelele wala sikuongea na mtu, sijui nimwambie mtu kwamba bwana wewe kuna shoti nimekutana naye. Nikaondoka tu kimya, nikaenda mahali fulani pana majani fulani, nikajificha pale, nikakemele nguvu. Toka kwa jina la Yesu. Kondo karudi kwenye kawaida. Nikamwambia huyu jamaa anatembea na nguvu nyingine, tena iko mkononi mwake. Bwana asifiwe. Una nguvu ya Mungu ndo mkono ndo tunakushangaa mlemavu tu. Vipi ambia yule jamaa yani kuna jambo alikutana nayo mwaka juzi sijui lini ndo mkono huko tu hivi. Unaona? Hamjatembea mwingine mdomo uko hapa. Anasema nini ile stroke. Unaona? Stroke bwana wewe sasa hivi stroke. Na shetani ana uwezo wa kutengeneza hiyo, alafu mnasema nini? Stroke. Ana uwezo huo. Ana uwezo wa kutengeneza magonjwa. Unaona? Alafu unaita kisukari. Ndio umepigwa hiyo. Unaona? Ana uwezo wa kutengeneza magonjwa ya kila aina. Sijui unaita nini wewe, ndio unabatiza, unaita jina gani sijui. Unaona? Malaria sugu. Lakini ndio umepigwa hivyo. Bwana asifiwe. Tukiwa na hiyo nguvu, unaona? Tukiwa na hiyo nguvu tutabaki salama. Bwana asifiwe. Tutabaki salama. Tuna uwezo wa kuamuru hayo mambo, unaona, yakaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimesema msisitizo mkubwa wa Bwana Yesu katika Injili ya Marko ni namna ya kumshinda nani? Shetani. Soma vizuri Injili yote ile ya Marko, isome vizuri. Yenyewe ni msisitizo mkubwa kumshinda huyo jamaa. Unaona? Umshinde huyo jamaa. Moja, mapepo. Unaona? Shinde nguvu za mapepo. Moja, mapepo ni viumbe vya kiroho vyenye nafsi. Unaona? Vina nafsi na akili. Unaona? Ni washirika wa ufalme wa giza hao. Unaona? Hawa ni maadui wa Mungu na wanadamu. Mapepo. Hamjaona yamewapaga watu? Siku moja hapo ulipokaa hapo mtaaluma hapo, hicho kiti kinachofuata hicho cha katikati ambacho hakina mtu hicho. Kuna mdada mmoja alikaa hapo. Siku moja nikawa ninafundisha, sijui nilikuwa nahubiri hapa. Akapagawa na mapepo. Akaanza kusema pale. Anaanza kuongea. Unaona? Anasema, "Mimi mwanaume mmoja anitoshi." Nikamtuma mtu. Nikamwambia sikiliza hiyo. Sikiliza hiyo. Sijui nimeongea vibaya, naomba tu mnirehemu. Lakini pepo ndo lilikuwa linaongea. Pepo. Naona. Pepo linaongea. Ni viumbe vya kiroho vyenye nafsi lakini vina akili. Ina akili kweli kweli. Yaani vinaweza vikakuingia. Unaona? Vinatumia akili sana kwenye kazi zao. Inaweza kuingia kimya, afu likakaa ndani yako kimya. Unaona? Likatulia tu hapo. Alafu linaanza kukushughulisha kwa akili sana. Kwa akili sana. Na nikwambie huyo aliyopagawa na mapepo akasema, watu hao wawili hawatoshi. Unaona? Siku moja ni kweli tulishuhudia kwenye nyumba aliyokuwa anaishi. Kulikuwa na vyumba viwili na sebule. Katikati sebule, huku kuna chumba, huku kuna chumba. Huku kuna mwanaume anaishi,
huku kuna mwanaume anaishi. Hebu nikuulize wewe, yeye kama huku kuna mwanaume anaishi, huku kuna mwanaume anaishi, yeye alikuwa anaishi wapi? Kwa hiyo ikawa analala huku siku moja, siku ya pili analala huku, kesho analala huku, kesho kutwa na hivi. Kwanza kuna mwanadamu anayeishi hivi? Kama niwaulize ninyi wanaume na wanawake, kama sio alikuwa anatumikishwa na hako, sijui ni pepo hilo ndio lilikuwa linamtumikisha. Leo analala huku, kesho analala huku, kesho kutwa huku, kesho kutwa huku, kesho kutwa huku, kesho kutwa huku. Wanaume wale wakagombana siku moja, akalala kwenye chumba kingine, alilala siku mbili, wakaanza kugombana wale wanaume. Kwa nini amekuja kulala kwako siku mbili, kwangu amelala siku moja? Ugomvi ule niliumaliza mimi. Walitaka kumuua yule dada. Wanaume wamechachamaa. Alafu walikuwa ni wa Msumbiji wale. Si ndio? Hawakuwa wa Tanzania. Walikuwa watu wa Msumbiji. Mimi ndio niliyemponya yule dada. Baada ya kusikia, naona amekuja kujieleza yeye mwenyewe wakati ndio tumeanza huduma hapo. Mimi nikaenda polisi. Nikaenda kuchukua arabi. Mimi hapa. Nikampa yule dada. Nikaambia wapelekea hao jamaa. Wameambiwa masaa 24 wasionekane, sio Kitangani, Tanzania. Walitimuka usiku wale jamaa, wakapotea mpaka leo. Mpaka leo. Lakini niliyemponya nilikuwa ni mimi. Mimi nikapata ufahamu, nikaenda polisi. Basi nikatoa maelezo, ndo wakaniandikia arabi ya masaa 24. Niliwaambia wale jamaa ni wa Msumbiji. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie watu wa Mungu. Yaani unaweza ukakaa mahali ukajikuta unatumikishwa, alafu hujui kama unatumikishwa. Unaona? Yaani hujui kama unatumikishwa. Kwa sababu nimesema hivi viumbe vina akili kuliko maelezo. Kwa hiyo vinaweza vikamkalia mtu, alafu vikaanza kumshughulisha mtu, vikamtumikisha mtu, alafu mtu hajijui kama anatumikishwa. Unaona? Mbili, mapepo ni nguvu iliyo nyuma ya miungu, sanamu. Unaona? Hivyo kuabudu miungu ya sanamu, wengine huwa wanaabudu sanamu. Unaona? Nasema ni kuyaabudu mapepo. Kwenye Wakorintho wa kwanza, naomba soma sura ile ya 10 mstari wa 20. Tutakwenda kumaliza sasa hivi. Wakorintho wa kwanza, nataka naeleza taratibu ili haya mambo tuyafahamu wote. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 20. Sura ya 10 mstari wa 20. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 20. Basi nitasoma mimi. Biblia inasema hivyo. Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Bwana asifiwe. Kwa kushirikiana na mambo ya kishetani, unaona, humo ndani kuna roho za shetani. Bwana asifiwe. Ambazo zenyewe zina mahusiano na miungu. Unaona? Miungu hiyo ya kishetani. Kwa hiyo unaweza kujikuta na wewe umeshaingia huko, unaabudu. Bwana asifiwe. Amen. Mfano, kuna mambo, yani mpaka hizo biashara nakwambia. Wengine wana vinu, si mnajua kinu, mtu ameweka kinu dukani, amekiweka ufunguni kule, afu meza imesogea huko. Kwa hiyo kitu niwaambie, bila hivyo kufanikiwa ni ngumu. Bwana asifiwe. Hata ninyi mnaosoma huko vioni wapi, ni ngumu. Unaona? Kuna mijitu kule iko kule mnakosoma vioni wapi, unaona? Chawi wako wenzenu. Unaona? Kuna vitu anafanya, kuna madudu anafanya. Unaona? Alafu unashangaa, yani unasoma lakini haviingii kichwani. Yaani ulioyasoma yote juzi, leo umesahau yote. Alafu nafikiri ni kawaida. Sio kawaida.
Bwana asifiwe. Tunahitaji nguvu. Tuwe na nguvu ya kukabiliana na hizo nguvu. Bwana asifiwe. 3 unasema hivi, mapepo yapo katika ulimwengu uliotengwa na Mungu na kutekwa na shetani. Kwenye ulimwengu wa roho huko. Bwana asifiwe. Ndiko mapepo yako huko, yamejaa huko. Unaona? Ni ulimwengu ambao yaani Mungu aliutenga kuzimu huko. Mungu aliutenga huo ulimwengu. Kwa hiyo ndio mapepo yamejaa huko. Waganga wanazamia huko. Wachawi wanazamia huko. Wanaenda kutafuta nguvu kwa ajili ya mafanikio, kwa ajili ya mambo mbalimbali. Unaona? Sasa wewe ubaki hivyo hivyo. Utapona. Kuna vifo vingine vinatokea. Yaani sio vifo vya kimungu. Unaona? Sio vya kimungu. Unashangaa kuna muda umepangwa, roho ya mauti inatembea. Unaona? Roho ya mauti ina nguvu, muda huo ndio inatembea. Inakwenda kuua watu. Chui. 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 Nya asubuhi mkiamka mnasikia tu kuna msiba pale, si ndio? Au nya mjui hiyo kitu. Misiba mingi ni usiku. Usiku tena kuelekea karibu na alfajiri. Na ndio muda wachawi wanapofanya kazi yao kwa nguvu. Ni muda wa kuanzia saa 9 kuelekea mpaka saa 11 hapo. Ndio wanafanya kazi zao. Wanajua saa hizi kama ni usingizi, yani hakuna mwanadamu ambaye hajalala. Wako totoro. Na kweli muda huo pita, kama ukifanikiwa kutembea kwenye majumba huko, utasikia tu watu wanakoroma. Unajiuliza, na wanaume wanalala usingizi, yani ni wafofofo. Akikusa tu hivi tayari. Kuna daktari mmoja alikuwa anaishi chumba. Yaani toka ilikuwa buguza, wafikiria mimi niko kule. Hapo katika ulimwengu wa nini? Uliotengwa. Bwana asifiwe. Kwenye Yohana sura 12 mstari wa 31. Naomba andika hiyo. Yohana 12:31. Yohana 12:31. Yohana 12:31, nisome mimi. Biblia inasema hivi: sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa wapi? Nje. Bwana asifiwe. Amen. Nami sasa na mbili. Nami nikiinuliwa wapi? Juu ya nchi. Nitawavuta wengi kwangu. Bwana asifiwe. Amen. Tunamuinuaje huyu Yesu? Unaona? Ni ile nguvu tutakayoruhusu kuwa nayo. Bwana asifiwe. Amen. Ndio ile nguvu ndio ina uwezo wa kuvuta watu. Na shangaa watu wanaokoka, watu wanafunguliwa, watu wanaponywa magonjwa. Unaona? Sio sisi. Ni ile nguvu iliyoko ndani yetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mapepo yapo katika ulimwengu uliotengwa. Kwa hiyo sio kidogo, yani yako mengi. Alafu najua wale jamaa, mimi sijajua elimu yao. Yani wako kwenye mfumo, wametengeneza mfumo, alafu ni waaminifu kwenye utendaji wao. Ni waaminifu, unaona, kwenye utendaji wao. Alafu wamepangwa kwenye safu mbalimbali, unaona? Waaminifu kwenye kufanya hizo shughuli zao. Kiambiwa saa 9 bwana wewe ndio unarusha ndege hapa ya kwenda Nigeria. Ni saa 9. Anaruka huyo Nigeria. Alafu dakika moja tu, sijui ni sekunde, wako Nigeria. Wanashughulika kule na wakubwa wa kule, wanapeana mipango, wanakaa vikao, dakika wanarudi Tanzania. Unaona? Ni waaminifu. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie na sisi tuwe waaminifu kwa Mungu. Tuwe waaminifu kumtafuta huyu Roho Mtakatifu. Tuamue. Bwana asifiwe. Wale bwana wakidhamiria kwamba tunaua nani na nani leo. Unaona?
kabisa, wanapanga fulani tunaua na fulani wanakufa. Utasikia tu vilio. Kwa makonde. Ujue tayari kaanguka mtu huko. Unaona? Bwana asifiwe. Ni waaminifu. Alafu wanasimama kwenye msimamo ule wa kiuaminifu. Kuna katoto kamoja hapa tulikafanyia huduma hapa. Alifundisha uchawi akiwa mdogo. Baadaye wamekula nyama za watu. Baadaye wakafika mahali ndio wakawa wanamwambia tunamtaka mama yako. Kale katoto. Tunamtaka mama yako yule. Na si tumle nyama. Kwa hiyo katoto kakaanza kuhangaikia mama yake. Mama yake sijui alijitengeneza. Akaona kuna kitu kinamsumbua. Ndio kuanza kumuuliza yule mtoto, wewe mbona nakuona kama usiku kama kuna mahali unarudi? Akaficha akaeleza yule mtoto. Aliletwa hapa kanisani. Tulimfanyia huduma hapa kanisani yule mtoto. Ndio akaeleza yote. Akasema mimi nilishakula nyama za usaku. Kwa hiyo mabibi wale ambao wanafanya nao kazi, ni bibi. Wakamwambia sasa tunamtaka mama yako. Unaona? Kwa hiyo mtoto alikuwa tayari kumtoa mama yake, anaeleza hapa. Haya mambo ni hatari sana. Natisha kweli kweli. Bwana asifiwe. Mapepo yamo, ninakwenda kumalizia. Mapepo yamo kwenye mfumo wa watawala wa kizazi hiki. Unaona? Hivyo ni lazima tupige vita. Efeso 6:12. Si tunavaa silaha? Si ndio? Huwezi kupigana vita na hayo mapepo. Lazima wewe ukae kwenye upande wa Mungu na nguvu ya Mungu. Umevaa silaha zile za Mungu. Bwana asifiwe. Umezivaa sawa sawa, ndio utaweza kupambana. Ninakuambia wengi wamefeli. Wengi mpaka waliokoka wamefeli. Na hayo mapepo mengine, kuambia hayo mapepo mengine, jiombee sana hiyo roho isikufuatilie. Bwana asifiwe. Jiombee sana, na kama wewe ni mzazi, ombea watoto wako hiyo roho isiwafuatilie. Unaona? Isiwafuatilie. Wengi mpaka watu waliokoka watoto wao wamezaa. Mapepo yapo kwenye mfumo wa utawala wa kizazi hiki. Yamesambaa, yamejaa. Unaona? Siku moja nikakuta grupu la mabinti mahali fulani. Wakaniita, mchungaji, samahani tuna shida. Nikaenda kuwasikiliza. Nasemaje mabinti? Shikamo. Nikaitikia marahaba zipi nazitimii. Unaona? Nasemaje? Sisi mchungaji. Ndo akaanza mwanzo. Sisi tumetupiwa pepo la kimavi. Unaona? Na wenyewe wanajua. Sasa tumetupiwa sisi pepo la kimavi. Wanaume watuoni tu. Unaona? Tunatamani tuchumbiwe lakini hakuna hata anayechumbia. Unaona? Kwa hiyo nyinyi shida yenu nini? Sisi tunataka tu Mungu tu atupe wanaume, tupate wanaume. Lakini hebu fikiria hiyo lugha. Ni kama wametupiwa pepo la kimavi. Popote unapopita kama una harufu fulani unanuka. Unaona? Kama unanuka hivi. Kwa hiyo ulitakiwa uchumbiwe, hakuna wa kukuchumbia. Ulitakiwa kuolewa, hakuna wa kukuoa. Kimavi. Hebu fikiria wale ni wa mataifa wanajua kuna pepo la kimavi. Hivi basi zaidi unatakiwa kujua. Wewe ndio unatakiwa kujua kwamba kwenye ulimwengu huo wa roho kuna mapepo hayo mpaka ya kimavi. Unaona? Kwa kweli mapepo mengine hayo ya kimavi. Hayo ndio ya kuyashughulikia ukiwa umevaa zile silaha kwenye Efeso 6. Bwana asifiwe. Huwezi kushughulika na hivyo vitu, na ndio maana tunasema tuombe, si ndio? Kwenye maeneo yako naombea. Kama kuna kitu kimejificha, kuna ufalme umejificha,
kwenye maisha yako. Kuna roho imejificha, kuna nguvu imejificha, inafanya kazi kwa siri, unaishughulikia kwenye siri huko. Bwana asifiwe. Ubaki salama. Ndio maana kuna msisitizo wa kuomba. Omba, usimwachie mtu mmoja. Bwana asifiwe. Mkiwa wanandoa, ombeni wote, usimwachie mmoja. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wakati, ngoja nikwambie, kuna wakati tuliingia kwenye maombi ya siku 21. Hayo ni maombi ya kawaida kabisa kwangu na kwa mke wangu. Unaona? Ni ya kawaida. Siku ngapi? 21. Maombi ya kawaida. Na sikuwa ninaombea kitu kingine chochote, nilikuwa ninaombea watoto. Naombea watoto wangu. Siku 21 nawabeba watoto wako kwenye maombi. Mengi, magumu. Mengi nakwambia. Wafikiria mtoto anasoma huko. Unaona? Nani huko anamsaidia? Nani anamuonya? Nani anamwelekeza? Si ndio? Kama sio Mungu tu ndo anaweza kumsaidia. Ni Mungu, sio mtoto anasoma huko basi umemwachia tu huko. Kuna walimu huko. Sijui kuna matroni, sijui kuna nani. Wewe. Ukiwa mlegevu wewe kama ni mzazi, nakwambia familia yako inatisha. Ninyi ambao mjazaa, ukiwa mlegevu sasa hivi, ukiwa hujazaa, humuombei mke wako. Yaani hujamuona wewe mke wako, humuombei mume wako. Wewe binti, humuombei mume wako. Hujamuona lakini unamuombea. Unamwambia Mungu, niandalie huyo mwanaume. Kwenye maombi umekwisha. Utapata bomu hilo. Kabomu hako utakakapata. Kale ka Irani kadogo. Kafata. Na kombola linaitwa Fata. No. Utapata kombola hilo la Fata. Litakukombora hilo. Mpaka utachanganyikiwa. Badala ya kuwa baraka inakuwa nini? Balaa. Kaingia kwenye maombi. Omba. Naombea watoto tu siku 21 umejitoa. Omba. Siku 21. Bwana asifiwe. Unafikiri ni kawaida tu? Sio kawaida. Hatuwezi kufanikiwa kawaida hivi. Watu wa Mungu tunahitaji tuwe na nguvu nyingine, tuwe na jitihada ya kumtafuta huyu Mungu. Leo Adiliana anasoma, amehamishwa form 4, anasoma na darasa la form 6. Nafikiri ni kitu cha kawaida. Yaani asome na form 4. Amehamishwa kule, yuko form 6, anasoma masomo ya form 6. Yuko na form 6. Unafikiri ni kitu cha kawaida? Ni cha kawaida tu unavyofikiria wewe. Sio kawaida. Yaani afutiwe ada mtoto. Unafikiri ni kitu cha kawaida tu? Sio kawaida. Legani amekaa wiki mzima hajaenda shule. Anaumwa kifua wiki mzima. Ameenda jana kufanya mtihani, ni wa pili. Na alikosa kanani kamoja wewe wa kwanza. Kana mtoto mbona anachelewa? Sio kawaida. Nikaenda kule nikakuta ndio amekalishwa hivi. Mtihani umefanya jana na matokeo akatangaziwa jana ile. Unaona? Sio kawaida. Bwana asifiwe. Sio kawaida. Tunahitaji tuwe na ufahamu wa kimungu, wa kiroho. Unaona? Tuwe na nguvu ya Mungu. Ndio tunaweza tukafanikisha mambo mengi ambayo Mungu ameyaweka mbele yetu. Yako mbele yetu. Baraka ziko mbele yetu, si ndio? Tena tumetamkiwa. Tunazo.
Unazo? Akaunti yako inasoma ngapi? Siri yangu. Kuna akiba kweli? Hamtakopa. Utafanya nini? Tutakopesha. Ukopi wewe. Wewe si una madeni mengi mpaka maduka yale mengine upiti. Umekopa kila mahali, kila mahali umekopa. Lakini si tumeahidiwa baraka. Na tumeambiwa kabisa kwamba ninyi hamtakopa. Ninyi mtakuwa watu wa kukopesha. Kweli si tunakopesha. Maana yule anayefanya biashara kukopesha. Yule ni biashara yake, yani anakopesha. Stanley yuko wapi? Yaani akopeshi kwa neno la Bwana biashara. Yaani watu wa Mungu, kuna mahali unaweza kufika ukiingia kwenye maombi, unajikuta hata kuomba unalia tu. Kabisa, kama kweli kabisa una Roho Mtakatifu, unafika mahali unajiuliza kwa nini unalia tu. Bwana asifiwe. Amen. Tusifike mahali tukalizika. Unaona? Unajua kulizika huko ndio kulizika huku kwamba mimi sina shida na Roho Mtakatifu wa kazi gani? Unaona? Hapo wengine kwenye kanisa fulani sema Roho Mtakatifu anakuambia Roho Mtakatifu yupo leo nani? Kanisa moja hivi. Mtakatifu alishuka siku ya Pentekoste. Alishuka siku ile ya Pentekoste tu. Ukiwakuta washirika wa humo, yaani ndo wanaamini hivyo. Unaona? Wanaamini hivyo kwamba Roho Mtakatifu alishuka siku ya Pentekoste tu. Unaona? Hajawahi kushuka tena. Yaani Mungu atusaidie roho isije ikatukamata. Bwana asifiwe. Ikikukamata, huoni haja ya kuwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mapepo yanaishi kwenye miili ya wasioamini. Marko 5:15 utasomaga huko. 5:15. Pia yanatumia sauti zao. Matendo 16:18. Yana uwezo wa kuwatumikisha watu kufanya uovu, uchafu na uharibifu wa kila namna. Nikwambie kwenye ulimwengu tunaoishi saa hizi kuna uchafu unaofanya yani hata kuutaja yani inashindikana. Si mmewahi kufungua kwenye mitandao huko? Mmewahi kufungua? Hata mimi nimeshawahi kufungua nikakutana na hivyo vitu vigumu. Yaani vigumu. Siku moja nikafungua nikakuta mtaa mmoja ile ilikuwa Ufaransa kule, wanatembea uchi tu wanaume na wanawake. Unaona? Mwanamke ana kibegi chake cha kike mwanaume anaoa mbwa jike. Na anayefungisha ni mchungaji. Mnaonaje hii? Ndio dunia hii tunaoishi. Yaani harusi iko kanisani. Mbwa yuko mbele kule na mwanaume yuko hapa. Unaona? Mbwa ndo mkia huko hivi kapata mume. Na watu wanashangilia. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganisha. Hakuna mwanamke wa kuoa. Ndoa za mwanamume na mwanamume. Mwanamume amelekeza macho. Lembwende. Ndani ameweka na yeye kope za bandia na yeye. Unaona? Katia lipostiki na yeye. Unaona? Anaolewa na mwanaume mwenzake. Alafu anayefungisha ndoa ni mchungaji. Ni mnafikiri ni kawaida? Tunakoelekea ni kubaya tusipoomba. Bwana asifiwe. Na niwaambie hiyo roho inaingia mpaka makanisani sasa hivi. Imeanza kuingia taratibu. Unaona? Imeanza kuingia.
Mimi wanaangaliaga kwenye hizo TV hizo sasa hivi. Unaangalia waimbaji, unasema zamani tulikuwa tunaona kwenye baadhi ya makanisa. Na sio baadhi ya makanisa Tanzania. Tulikuwa tunaona nje ya Tanzania. Ndio tulikuwa tunaona Marekani, unaona? Wanaume wamesuka nywele kama wanawake, unaona? Lakini wako kwenye ndio wanasifu, wanaimba, unaona? Wapiga vyombo, wamesuka nywele. Tulikuwa tunaona wapi? Nani huko Ulaya, Amerika, unaona? Wamevaa nini? Hizi nini? Heleni, unaona? Tulikuwa tunaona huko. Lakini sasa hivi tumeanza kuona Tanzania. Ndio wanapendaga kuangalia Zoe TV. Mnaijua hiyo? Yaani hiyo ni TV ya TAG. Tayari na kwenye naanza kuwaona. Nasema taratibu ile inaingia hiyo. Taratibu. Mungu atusaidie kama Yesu atachelewa kurudi. Mungu atusaidie na watoto wetu. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu akawaambia kina Mariamu, asema usinililie mimi, jililieni wenyewe na watoto wenu. Bwana asifiwe. Naomba tusimame. Jililieni ninyi wenyewe na watoto wenu, maana hali ni mbaya ambayo itawakuta huko mbele. Na wakati Yesu anasema maneno hayo, dunia ile ya kwanza ilikuwa ni ya nafuu sana, iko nafuu sana. Unaona? Hayo mambo tunayoyaona sasa hivi hatukuyaona. Unaona? Manabii wa ajabu hawakuwepo wakati huo. Unaona? Mitume wa ajabu hawakuwepo wakati huo. Unaona? Mambo haya tunayosema haya wakati huo, yani kama yalikuwepo sijui ni Sodoma huko na Gomora kwa kiasi kidogo sana, lakini sasa hivi ni dunia mzima. Ni dunia mzima. Mungu atusaidie. Mtu mmoja akaniambia hivi, yani wanavyo kiume Zanzibar